Tupo hapa katika gereza la wilaya Njombe kama eneo ambalo nimepata msukumo wa kufika leo kuwakumbuka ndugu zangu wafungwa na mahabusu ambao wako mahali hapa, lakini pia askari ambao nimeishi nao kimsingi hapa gerezani kwa takriban siku 1553 na tarehe kama ya leo mwaka wa jana 2024 ndio kwa tarehe ambapo nilitangaziwa uhuru na milango ya gereza kufunguliwa baada ya kushinda kesi ambayo ilikuwa inanikabili. Binafsi nikaona basi iko haja ya kufika kuzungumza na wenzangu ambao wengine niliwaacha, wengine wameingia baada ya mimi kutoka, na kwa kuwasisitiza tu kwamba yako maisha mengine baada ya jela, na kubwa zaidi kuatia faraja, kuatia moyo kwamba yako maisha. Na nifurahisha ni kwamba ndugu zangu wameungana na mimi, watumishi wenzangu katika Bwana wameungana na mimi katika siku hii muhimu sana, na sio mara yao ya kwanza kuja hapa. Mwaka jana pia mwezi ule wa mwisho kabisa wa mwaka nilitembelewa na watu wengi sana, kama tukatembelewa na watu kadhaa hapa, lakini kiupekee kabisa kundi hili nilifika tena katika gereza hili na niliwaambia kwamba ujio wenu hapa ni wakuja kunichukua. Sasa leo nikamwambia hebu twende, kuna mtu mmoja anakwenda kutoka kwa ziara yenu ya gerezani. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuatia faraja na kuwapa angalau chochote kwa ajili ya kupokea mwaka. Kwa siku ambazo nimekaa hapa gerezani nilijifunza kwamba gerezani ni kijiji kamili. Kijiji kamili ambacho watu wanaishi maisha ya kawaida kabisa. Wanastahili upendo kabisa ule wa kawaida wa kutoka kwenye kijiji kingine ambako ni uraiani ambako tunaishi sisi hivi sasa. Kuna mahitaji ya kawaida ambayo watu wanahitaji. Watu wanahitaji vifaa vya usafi, wanahitaji matunda, wanahitaji kubadilisha chakula. Wanapata vitu gerezani, lakini sio kwa mbadilishano kama ambavyo wewe ambao uko uraiani na mimi ambaye niko uraiani napata hivi sasa, naamua nipate nini kwa muda gani. Kwa hiyo ni muhimu sana, na nikaona basi hebu nitumie mafunzo ambayo nimeyapata au uzoefu ambao nimepata kuja tena kuwashika mkono wenzetu kwa kuwapa vile ambavyo nikiwepo gerezani kwa naviona kama ni vitu vya muhimu sana. Kuipata ndizi moja gerezani ni jambo la kuburudisha sana. Pamoja kwamba uongozi wa gereza umekuwa unajitahidi sana kwenye ratiba ya vyakula kuweka matunda, lakini pia unapopata nafasi raia kutoka uraiani kuja kuongeza, ni kama unaongeza kwenye kile ambacho tayari uongozi wa gereza unafanya, lakini wewe unaongeza ili kusudi kuwapa ule uziada ambao hata sisi tukiwa uraiani tunaupata. Kwa majina naitwa Mrakibu Mwandamizi wa Jeshi la Magereza Jamhuri ya CNJ, mkuu wa gereza wilaya ya Njombe. Mimi kwanza natoa shukrani kwa wadau wetu ambao wamekuja leo wakiambatana na George. Hii inaonyesha kwamba walimu tumefanya kazi. Manake mtoto mpaka anakumbuka nyumbani. Na bado tuliishi kwa upendo, kwa kuhurumiana, kusaliana na kuelimishana. Ila natoa rai kwa wananchi wengine au jamii ambayo inatuzunguka. Gereza ni kama hospitali, na sio wote wanaokuja huku lazima uwe mwizi. Vitabu vinasema kufanya matendo ya huruma ni ibada. Kwa hiyo waje, wasiogope. Mwisho natoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wetu ambao wamefika. Leo sio mara ya kwanza, ina maana mwaka jana vile vile walifika. Kwa hiyo tuhamasishane nje waje. Sisi kama maofisa na askari tunatoa shukrani. Vile kwa niaba ya Jeshi la Magereza kwa mkuu wetu vile vile tunatoa shukrani vile vile. Asanteni sana, karibuni sana magereza. Kwa majina naitwa Tadei Mwanyika. Mimi ni mshtakiwa mwenzie George Sanga. Tunapenda kuitana na washtakiwa kwa sababu ya mazingira yetukuta. Lakini mimi kwa hapa ndani nimeishi kwa takriban siku 380. Yaani mwaka mmoja na siku kama 15. Sababu nakumbuka nilitoka tarehe 15 mwezi wa 10 2021. Hivyo basi sisi tulivyoingia hapa ndani tulikutana na faraja moja kubwa mno. Na kwa mazingira ambayo tumekutana mimi na George, hatukukutana huku ndani au kwa ajili ya mazingira tu ya siasa mtaani, hapana. Mimi na George Sanga ni walimu. Tulivyoingia kwenye hii nyumba, mimi napenda kuita nyumba, tuliingia kwenye hii nyumba tuliendelea kuwa walimu. Alafu tulikuwa walimu kutoka kwa walimu tuliowakuta. Tulijifunza mengi kutokana na mazingira huko ndani,
tulipewa faraja sana. Tulipoona majeraha tuliokuwa nayo hata pasipo kwenda hospitali. Hivyo basi tulitazama kwamba kama tunapata nafasi ya kutoka nje, yani kwa jamii sasa, maana hiki ni kijiji au niite mtaa kamili ambao una uongozi uliokamilika. Tukasema kimsingi hawa watu wanahitaji taasisi ambao pengine kama ikiwezekana iwe inatoa msaada pengine kila kukicha. Inawezekanaje? Tulijaribu kufanya attempts mbalimbali tukiwa humu ndani. Hazikufanikiwa kwa sababu ya mazingira, sisi tunaongea tukiwa ndani, lakini kwa ni mawazo tu. Ila leo tumeamua tuyajenge katika ukweli na uhalisia. Timu iliyokuja hapa ni timu ambayo ni timu rafiki na ni timu ya Mwalimu George Sanga, ambao kwa kipindi chote hicho imekuwa ikitutembelea na wametupa faraja kwa hali ya juu. Kwa hali ya juu mno. Na mimi nilijifunza kitu kutoka kwao. Nikasema hapana, leo lazima niungane nao. Nifike mahali hapa kwa ajili ya kuwafariji hao wenzetu walioko ndani. Maana kimsingi wanahitaji faraja kubwa mno. Kwa majina ninaitwa Jeni Kiswaga. Nimewaita hawa vijana ni wanafunzi kwa sababu ukiwaita wafungwa kuna hali fulani wanakuta kama wanadhalilika. Tukatafuta neno zuri la kuweza kuambia kwamba wao ni wanafunzi kwa sababu wamekuja hapa kujifunza. Yupo ambaye alitoka huko kwao akiwa na tabia mbaya, labda ni mwizi, aliua. Sidhani kama akirudi tena anaweza kufanya vitendo kama hivyo. Kwa hiyo wako darasani hapa wanajifunza, na ninaamini kwamba wakirudi kule Ulaiani watakuwa watu wema, kwa sababu wapo ambao waliishi hapa wamerudi kule Ulaiani, tunaishi nao. Lakini lengo kubwa la kuja hapa ni kwamba maandiko yanatuambia hawa ni wahitaji. Tumeambiwa dini iliyo safi ni kuangalia wajane, yatima na watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo hawa ndugu zetu tumeona wana mahitaji mbalimbali.